Katika kipindi cha kuishia Disemba Agosti 2025, yani current status, chama kilitoa mikopo kwa wanachama yenye thamani ya shilingi bilioni 27.3. Mikopo hiyo ilitolewa kwa kufuata taratibu na vigezo vilivyowekwa na chama kupitia sera ya mikopo, ikiwemo kufanya tathmini ya uwezo wa mkopaji, kuhakikisha kuwepo kwa wadhamini wa kuaminika na kuzingatia uwezo wa marejesho ya kila mwanachama. Jedwali linaonyesha idadi ya wanachama walionufaika na mkopo ni 4,031 na thamani ya mkopo ndio hiyo ya bilioni 27.3. Jambo muhimu: kuanzia tarehe 1 Novemba 2025, huduma ya mkopo wa papo kwa papo zitatolewa kwa njia ya mtandao tu. Hakutakuwa na makaratasi, na mwanachama atafurahia kupata fedha papo kwa papo, kidigitali zaidi jamani. Uwiano mzuri ni kiashiria muhimu cha afya ya kifedha ya chama. Kadri inavyoongezeka ndivyo uwezo wa chama kukopesha, kuhimili hasara na kujiendesha bila utegemezi unaongezeka, hivyo kukuza uaminifu wa taasisi ya ushirika kwa wanachama na wadau wengine wa kifedha. Ushirikiano na wadau. TANESCO SACCOS inatambua umuhimu wa ushirikiano na wadau wa ndani na nje katika tasnia ya ushirika na watoa huduma za fedha. Chama kina mahusiano mazuri na wadau wote muhimu, ikiwepo ofisi ya mrajisi, benki za biashara na vyama marafiki. Upande wa matokeo ya utendaji kwa mwaka 2024, eneo la kwanza ni eneo la wanachama. Idadi ya wanachama kuishia tarehe 31 Disemba 2024 ilikuwa ni 4,922, ikiwa ni pungufu kwa 6.2% ikilinganisha na wanachama 5,250 waliokuwa katika register ya mwaka 2023. Sehemu kubwa ya kupungua kwa wanachama kumesababishwa na kustaafu kazi na kutokuendeleza uwanachama. Eneo lingine ni eneo la akiba. Akiba za wanachama zimeongezeka kutoka bilioni 44.74 kuishia tarehe 31 Disemba 2023 hadi kufikia bilioni 46.97 kuishia tarehe 31 Disemba 2024 na kufanya ongezeko la 5%. Aidha, chama kimetoa faida juu ya akiba kiasi cha shilingi milioni 907. Kwa upande wa hisa za wanachama kwa mwaka unaoishia tarehe 31 Disemba 2024 ziliongezeka kwa 5% na kufikia kiasi cha shilingi bilioni 11.18 ikilinganisha na mwaka 2023 ambapo zilikuwa na thamani ya Tanzanian shillings bilioni 10.63. Pia tukiwa kabisa katikati ya maandalizi ya mkutano huu, Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC, ambao ndio msimamizi wa sekta ya ushirika nchini, wametutunuku tuzo 2. Kwanza ni tuzo ya umahiri katika eneo la utoaji elimu kwa wanachama, makofi tafadhali. Na ya pili ni tuzo ya umahiri katika uwekezaji wa mifumo ya malipo ya kidigitali. Tuzo hizo zimetolewa wakati wa tukio la uzinduzi wa taarifa ya utendaji wa SACCOS kwa mwaka unaoishia 2024. Tukio hilo lilifanyika tarehe 29 Septemba 2025 jijini Arusha. Uwekezaji wa jengo la ofisi. Bodi ya chama inatarajia kutekeleza mpango wa chama kumiliki jengo la ofisi katika kiwanja chetu namba 326 mkwaju 43 kilichopo Kijitonyama jijini Dar es Salaam. Hatua hii itawezekana baada ya wanachama kukubali pendekezo la kununua hisa za jengo kuanzia mwaka wa fedha 2026. Mpango wa kugharamia ujenzi utahusisha kuanzishwa kwa akaunti ya hisa za jengo na akiba ya jengo. Hisa za jengo. Kila mwanachama atanunua hisa kwa kiwango cha chini ya hisa 150 zenye thamani ya shilingi 750,000 hadi kiwango cha juu cha hisa 300 zenye thamani ya shilingi milioni 1,500,000 kwa kuchangia hisa 6 kila mwezi zenye thamani ya shilingi 30,000. Hisa hizi zitakusanywa kwa kipindi cha miaka 2, yani 2026 mpaka 2027. Hisa hizi zitaendelea kuongezeka thamani kwa kupokea gawio litakaloidhinishwa na mkutano mkuu
linaloakisi kiwango cha gharama za pango itakayotozwa kwa wapangaji. Gawio za hisa za jengo litaanza kutolewa mara baada ya chama kukamilisha ujenzi wa jengo katika hatua ya kuliwezesha chama kuhamia kwa lengo la kupunguza gharama za pango. Hisa hizi zitakuwa zikikombolewa kwa utaratibu wa chama kuanzisha mfuko maalum wa akiba ya jengo itakayokuwa ikipokea sehemu ya faida inayozalishwa na chama kila mwaka. Akiba ya jengo. Bodi inapendekeza kuanzishwa mfuko wa akiba ya jengo ambao utapokea 15% ya faida iliyozalishwa na chama kwa mwaka wa fedha husika. Akaunti hii itawezesha kuratibu kukombolea kwa hisa za jengo kwa wanachama ambao watakuwa wamekoma wanachama. Mfuko huu unaanzishwa kuchukua nafasi ya mfuko wa akiba ya kukuza mtaji uliofungwa baada ya mtaji uliohitajika kisheria kuwa umefikiwa na chama katika hesabu za kuishia tarehe 31 Disemba 2024. Wito wa uchaguzi. Mwaka 2025 ni mwaka muhimu kwa taifa letu kwa kuwa Watanzania wote waliojiandikisha kupiga kura wanatarajia kushiriki katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Uchaguzi huu ni msingi wa kujenga demokrasia imara na utawala bora. Demokrasia imara, utawala bora na maendeleo kwa ujumla ya nchi yetu. Bodi ya chama inatoa wito kwa wanachama wote na Watanzania kwa ujumla kujitokeza kwa wakati kushiriki katika hatua zote muhimu za uchaguzi. Neno la shukrani. Nikiwa kama mwenyekiti wa bodi yenye ushirikiano na kufanya kazi kwa karibu na kamati ya usimamizi inayotoa mchango yenye tija kwa chama, kuongoza timu ya management yenye upeo na ubunifu, pamoja na wafanyakazi walioonyesha kujitolea kwa uzalendo kwa chama na wanachama, ni faraja kubwa sana na farijika mno. Vile vile natambua mchango mkubwa unaotolewa na uongozi wa shirika la umeme nchini TANESCO kwa kutoa huduma endelevu na misaada mbalimbali kwa chama chetu. Pia nawashukuru wadau mbalimbali kama Benki ya Taifa ya Biashara yani TCB, Benki ya Maendeleo, kampuni za simu za TTCL na Vodacom, Yas, Muungano wa Vyama vya Ushirika wa Akiba na Mikopo Tanzania yani SCALT, Mrajisi wa Vyama vya Ushirika nchini, Mrajisi Msaidizi wa Mkoa wa Dar es Salaam, Afisa Ushirika Manispaa ya Ubungo, vyama marafiki kwa ushirikiano wao katika kufanikisha shughuli zetu. Lakini sio mwisho kwa umuhimu, napenda pia kuwashukuru wafanyakazi wenzangu wa kituo cha kuzalisha umeme cha Ubungo 1 megawatts 105 kwa kunisupport na kunipa wakati mzuri wa kutekeleza majukumu yangu ya chama. Lakini pia familia yangu, mke wangu na watoto ambao wamekuwa ni sehemu ya faraja katika utendaji wangu wa kazi. Asanteni.